Wa minan nasihati liulati al-umuri, na miongoni mwa nasaha kwa wenye kuyatawalia mambo, miongoni mwa nasaha kwa watawala ni jambo hili jingine, alqiyamu bil a'mali allati yusnidunaha lilmuwazzafin. Na kuna watu hawajui maskini. Miongoni mwa nasaha kwa watawala ni alqiyamu bil a'mali allati, ni kusimama kwa kuzifanya kazi ambazo yusnidunaha, wanazitawalisha kazi hizo au watawala, yusnidunaha, wanazitawalisha kazi hizo lilmuwazzafin, kwa wafanyakazi, kwa waajiriwa. Mtawala katika utawala wake ana watumishi walio chini yake ambao anawakasimia kazi mbalimbali za kumsaidia. Miongoni mwa nasaha kwa mtawala ni wewe kutekeleza majukumu yako ya kiutumishi kama ipasavyo. Amekupa dhamana, simamia sehemu fulani, amekuegemezea jambo fulani, wewe ndiyo mganga mkuu, si wewe ni bwana afya, wewe ndiyo mtendaji wa mtaa, wewe ndiyo mwenyekiti wa mtaa, wewe ni kadha, mkuu wa idara, wewe ni waziri, wewe naibu waziri, wewe ni mkurugenzi, wewe ni mkuu wa wilaya, wewe ni mkuu wa mkoa. Pana majukumu chungu nzima amewakabidhi muyafanye. Miongoni mwa nasaha njema kwa mtawala ni hawa waajiriwa, hawa watumishi, kutekeleza majukumu walioegemezewa. Maana mara nyingine madhara yanatokea kwa hawa walioajiriwa. Mtawala anaweza akashambuliwa kwa sababu ya wasaidizi wake, hawamsaidii, na amewapa fursa zote za kuweza kumsaidia kazi. Anawapa mishahara mikubwa, wanapata marupurupu, usafiri, madereva, nyumba za kuishi, kila kitu. Asubulu muyassara, njia zimerahisishwa, lakini wao ndio wanamhujumu kiongozi. Sasa katika nasaha kwa watawala ni kufanya kazi kwa bidii kwa wale wote waliopata ajira kutoka kwa mtawala. Hapo utakuwa unampa nasaha mtawala wako na unamsaidia. Wa minan nasihati liulati al-umur alqiyamu bil a'mali allati yusnidunaha lilmuwazzafin. Wa minan nasihati lahum, na miongoni mwa nasaha kwa wao, kwa watawala ni jambo hili lingine la tatu, tambihuhum ala al-akhta'i wal munkarati allati tahsul fil mujtama'i. Ukifanya hivi pia unazingatiwa, unamnasihi mtawala wako. Wa minan nasihati lahum, na miongoni mwa nasaha kwa wao, tambihuhum, ni kuwazindua hao watawala, ala al-akhta'i, juu ya makosa, wal munkarati, na juu ya maovu, allati, maovu na makosa ambayo tahsulu fil mujtama'i, yanayotokea katika jamii. Wazindue bwana, mheshimiwa, kuna kitu fulani, kuna hiki, kuna kile. Kama ukamwambia wewe mwenyewe, kama una namna ya kumpata, ukamwambia kwa mdomo ana kwa ana, au ukamwandikia na ujumbe wako wa maandishi akaupata, au ukawatumia watu wa karibu kwamba huyu nikimfikishia ujumbe utafika. Umzindue. Watawala ni wanadamu shekhi, si kwamba wanajua kila kitu. Pana watu wanasema anajua bwana mtawala, anajitia tu hamnazo. Watu wana vyombo vingapi bwana? Vyombo vimemzunguka vya kila aina vinavyomsaidia kazi. Tunakwambia urais bwana sio mtu bwana, urais ni taasisi bwana. Inawezekanaje asijue? Anaweza asijue. Pengine baadhi ya aliowaamini hawamwambii ukweli, kwani hayo hayapo. Inawezekana ana watu amewaamini kwenye vyombo, lakini wanakuwa hawako na yeye, wana malengo yake, wanampotosha, hawamwambii ukweli. Vile wanavyomwambia sio uhalisia, na yeye amefungwa katika mambo fulani. Wakati mwingine ukimwambia jambo unaweza kujua anajua, kumbe ndio umemzindua. Haya yanatokea sana tu
Sasa wewe mzindue mtawala wako, usimgeuze ni malaika. Alafu hawa watu wa vyombo ni watu pia, watu na wao pia wanarubuniwa, na watu wa vyombo pia wanadanganywa. Si kuna taarifa feki bwana zinaweza zikaenda pale ile kwa taarifa sio. Kwa hivyo ukilijua jambo kwa hakika, sio kutumia vipaza sauti, majukwaa ya hadhara ukaanza kunanga. Hebu mzindue kwanza mtawala, kuna hili. Kwa kweli hii ni tabia njema sana, lau wangekuwa nayo watu waislamu tabia hii. Sasa angalieni haya maneno yanaelezwa na maulama wetu wakubwa wa da'wa hii, da'wa ya Ahlus Sunnah wal Jamaa, wala hapa sisi kwenye nchi hizi. Lakini utaona haya wanayozungumza yanahitajika, ni maadili ambayo waislamu wanahitajia ili viongozi wao wawe wema. Sheikh anasema umzindue mtawala kutokana na makosa na munkarati ambazo zinatokea katika jamii, wakad la ya'lamuna anha. Sheikh anasema wakad la ya'lamuna anha, na kwa hakika wanaweza wasijue. Wakad la ya'lamuna anha, na kwa hakika wanaweza wasijue kuhusiana na maovu hayo. Kwa hivyo kuwazindua watawala ni jambo muhimu, si kwamba wanajua kila kitu, walakin huko kuwazindua sasa. Lakini yakunu hadha, kunakuwa huku kuzindua bitariqatin sirriya, ni kwa njia ya siri, fima baina an-nasihi wa bainahu, katika lile ambalo lipo baina ya mwenye kunasihi na baina ya watawala. Nasaha ni za siri kama tulivyoelekezwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man arada an yansaha lidhi sultanin, hadithi na alfadhi nyingi, fala yubdihi alaniya walakin liyakhudh biyadihi waliyakhlu bih. Anayetaka kumnasihi mtawala asimdhihirishie nasaha zake waziwazi, wala huo sio ukidume, huko ni kukosa adabu na maadili. Lakini aushike mkono wa mtawala na aende naye katika faragha, kisha aseme hayo mambo anataka kumwambia ya nasaha. Fa in qabil fadhak, akikubali nasaha zako akaelewa akatekeleza, alhamdulillah, ndio lengo hilo. Akielewa ni khairi, wa illa addaita alladhi alayk, itakuwa umetekeleza ule wajibu ambao uko juu yako. Basi kitekeleza sawa, kutekeleza ushafikisha wewe. Kwa hivyo nasaha ziwe za siri bwana, baina ya mwenye kunasihi na baina ya nani, na baina yao hao watawala. lan nasihata allati yujharu biha amama an-nas, na sio nasaha ambazo zinadhihirishwa kwa nasaha hizo mbele za watu, au ala almanabiri, au juu ya vinara vya membari. Hapana, lianna hadhihi tariqata tuthiru sharra, kwa sababu hakika hii njia inaibua shari, wa tuhdithu aladawata baina ulati al-umuri war-ra'iyya, na inazalisha uadui. Njia hizi za kutumia membar ni njia ambazo zinaanzisha uadui baina ya wenye kuyatawalia mambo na baina ya raia. Chuki zinaingia baina ya raia kwa watawala.